Habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana wa leo, ikiwa tarehe 6 Juni mwaka 2026. Na katika dakika chache zijazo tutakuletea habari muhimu kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na leo tutazungumzia hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi, maendeleo ya kisiasa kuhusu mjadala wa mabadiliko ya katiba, hatua zinazochukuliwa na mamlaka za afya mchini Bunia kufuatia visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, pamoja na matukio mengine muhimu endelea kuvutia hisia za wananchi. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa ili upate habari zilizothibitishwa za kuaminika na zinazogusa moja kwa moja. Mimi ni Teloje Longa, basi nakukaribisha kwenye taarifa hii ya habari ya mchana kutoka Kivu News Info. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine anasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi ni yana mengine muhimu ni katika matangazo yetu ya mchana wa leo. Katika jitihada za kuimarisha usalama na utulivu katika eneo la Fizi, msimamizi wa wilaya Fizi ambaye ni rais wa baraza la usalama la Mali ametisha na kuongoza mkutano maalum wa baraza hilo siku ya jana Ijumaa tarehe 5 Juni katika makao makuu ya wilaya ya Fizi Centre. Mkutano uliwakutanisha wajumbe wote wa kamati ya usalama ya wilaya, ukijikita katika kuchambua changamoto mbalimbali za kiusalama zinazoendelea kushuhudiwa katika maeneo tofauti ya wilaya hiyo. Washiriki walipata fursa kutathmini hali ya usalama na kuweka mikakati ya kuimarisha amani pamoja na kulinda raia dhidi ya vitisho vinavyoweza kuhatarisha maisha yao. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa kwa kina ni hali ya usalama katika nyanda za juu za Minembwe, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na changamoto za makundi yenye silaha pamoja na migogoro ya mara kwa mara unaosababisha wasiwasi mkubwa kwa wananchi. Wajumbe wa mkutano huo walifanya tathmini ya hali ilivyo kwa sasa na kujadiliana kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kurejesha hali ya utulivu na kuimarisha usalama wa wakazi wa maeneo hayo. Baraza la usalama lilijadili kwa ongezeko la visa vya mauaji wa watu wanaotumiwa kwa uchawi. Jambo hilo limeeleza kuwa linazidi kuibua hofu katikati ya baadhi ya jamii za eneo la Fizi. Wajumbe wa mkutano walisisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za nchi na kuachana na vitendo vya kuchukulia sheria mikononi vinavyoweza kusababisha upotevu na wa maisha ya watu wasiokuwa na hatia. Mkutano huo pia uliambatana na utambulisho rasmi wa kamanda operesheni ya sekta ya Sokola 2 ya Kivu Kusini, Kanali Apollo Bangala Michel, ambaye ameanza rasmi majukumu yake katika eneo hilo. Ujio wake unaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha utaratibu wa operesheni za kijeshi zinazolenga kurejesha amani na usalama katika wilaya ya Fizi na maeneo jirani. Baada ya majadiliano hayo, wajumbe wa baraza la usalama walipitisha mpango wa shughuli mbalimbali za usalama zitakazotelekezwa katika siku zijazo kwa lengo la kuimarisha ulinzi na wananchi na mali zao katika wilaya nzima ya Fizi. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, sehemu ya mashariki mwa wilaya ya Fizi bado inaendelea kukabiliana na changamoto kubwa za kiusalama. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na wapiganaji wa Zalendo linaendelea na operesheni za kuhakikisha usalama, kulinda mipaka eneo hilo pamoja na kuhakikisha wananchi waendelea kuishi katika mazingira ya amani na utulivu. Serikali ya Rwanda imetoa tamko rasmi ikijibu matumishi ya waziri wa mambo wa nje ya Marekani Marco Rubio kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia taarifa iliyochapishwa siku ya jana tarehe 5 Juni, Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda ilisema imepokea kwa makini matamshi yaliyotolewa na Marco Rubio mbele ya kamati ya mambo ya nje ya Baraza la Wawakilishi Marekani tarehe 4 Juni. Katika tamko hilo, Kigali ilikaribisha kauli za Marco Rubio kutambua juhudi zinazofanywa na Rwanda katika kutekeleza makubaliano ya Washington yaliyotiwa saini ya Rwanda kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa usalama unaodumu kwa miaka mingi katika ukanda wa maziwa makuu na hasa mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, Rwanda inaeleza kuwa lawama zake za serikali ya Kinshasa ikishutumu kwa kile ilichokiita ukiukwaji mkubwa wa makubaliano hayo. Kwa mujibu wa Kigali, mamlaka za Kongo zinaendelea kutoa msaada kwa waasi wa FDLR, kundi ambalo Rwanda ulitaja kama kundi lenye historia ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Serikali ya Rwanda imesisitiza kuwa swala hilo ni moja changamoto kuu zinazozuia utekelezaji kamili wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje
Marekani Marco Rubio alizungumza tena hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nafasi ya Rwanda katika mgogoro huo. Akizungumza mbele ya kamati ya mambo ya nje ya Baraza la Mawakilishi la Marekani, Rubio alisema kuwa makubaliano ya amani yaliyosainiwa kati ya Rwanda na Kongo bado hayatekelezwa kikamilifu licha ya hatua zilizopangwa. Kwa mujibu wa Marco Rubio, Marekani ililazimika kuchukua hatua za vikwazo dhidi ya Rwanda ili kushinikiza kuheshimiwa kwa makubaliano hayo. Alisema kuwa sasa kuna dalili za mwanzo zinaonyesha kuwa Kigali inaanza kuheshimu baadhi ya masharti yaliyokubaliwa katika mkataba huo. Rubio alieleza kwamba pamoja na maendeleo hayo bado kuna changamoto kadhaa zinazohitaji kushughulikiwa. Alitaja hasa swala la waasi wa M23 ambao endelea kuwa sehemu ya mgogoro unaotikisa mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa kiongozi wa kidiplomasia wa Marekani, suluhisho la kudumu haliwezi kupatikana bila kushughulikia pia nafasi ya kundi hilo katika mzozo huo. Rubio alieleza matumaini yake kwamba kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda wanaodaiwa kuwepo mashariki mwa Kongo kunaweza kutekelezwa ifikapo katikati ya mwezi Agosti mwaka huu. Alikiri kuwa hatua hizi zimeanza kupingwa kwani kuongeza kuwa kesi ya utekelezaji bado haijafikia matarajio ya Marekani na wadau wengine wa kimataifa. Kwa upande mwingine, makubaliano ya Washington yaliyotiwa saini kati ya Rwanda na Kongo yanalenga kumaliza kabisa mgogoro ya usalama katika eneo la maziwa makuu. Hata hivyo, swala la waasi wa M23 linaendelea kujadiliwa katika mchakato tofauti wa mazungumzo unafanyika Doha nchini Qatar. Mchakato huo unatajwa kuwa sehemu muhimu ya juhudi pana za kutafuta amani na kudumu katika mashariki mwa Kongo. Licha ya kuwepo kwa mazungumzo hayo, serikali ya Rwanda na Kongo zinaendelea kushutumiana kwa kutekeleza ahadi walizozitoa. Kila upande unatumu mwenzake kwa kuchangia kuendelea na ghasia na hali ya kutokuaminiana inayoshuhudiwa katika maeneo ya vita. Katika mazingira hayo, serikali ya Marekani imeendelea kutumia vikwazo kama njia ya kushinikiza utekelezaji wa makubaliano ya amani. Mwezi Februari mwaka huu, Washington iliwekea vikwazo majenerali mstaafu wa Rwanda James Kabarebe pamoja na msemaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka kwa madai ya kuhusika katika shughuli zinazohusiana na uasi mashariki mwa Kongo. Baadaye mwezi Machi, Marekani ilitangaza duru nyingine ya vikwazo vilivyolenga jeshi la Rwanda pamoja na maafisa wake kadhaa wa ngazi ya juu akiwemo mkuu wa majeshi ya ulinzi. Hatua hizo zinachukuliwa kama juhudi za kuongeza shinikizo kwa pande zinazohusika ili kuheshimu makubaliano ya amani na kusaidia kurejesha utulivu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hofu imeendelea kutanda katika mji wa Bunia mkoani Ituri baada ya mamlaka za afya kuchukua hatua ya kufunga kwa muda vituo 6 vya afya kufuatia kugunduliwa kwa ugonjwa unaoshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Uamuzi ulitangazwa siku ya jana Ijumaa tarehe 5 Juni na mamlaka za afya kwa lengo la kuruhusu zoezi la usafishaji na kuua vidudu katika vituo husika pamoja na kuzuia uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo hatari. Hatua inakuja wakati ambako uchunguzi unaendelea kufanyika ili kubaini hali halisi ya wagonjwa waliobainika kuwa na dalili zinazofanana na Ebola. Kwa mujibu wa taarifa kutoka sekta ya afya, katika milango ya vituo hivyo vya afya zimebandikwa matangazo rasmi yanayofahamisha wananchi kwamba huduma zimesimamishwa kwa muda kutokana na kazi za usafirishaji, ukatasaji wa mazingira na utekelezaji wa hatua za dharura za kinga dhidi ya ugonjwa huo. Mamlaka za afya zinaeleza kuwa kufungwa kwa vikao hivyo ni hatua muhimu ya tahadhari inayolenga kuvunja mnyonyoro wote wa maambukizi yanayoweza kujitokeza hasa baada ya wagonjwa kadhaa wenye dalili zinazozitia wasiwasi kugunduliwa katika baadhi ya vituo hivyo. Vyanzo vya kitabibu vinabainisha kuwa wagonjwa wote walioshukiwa kuwa na Ebola wamehamishwa kutoka katika vituo vyao vya asili na vya awali na kupelekwa katika vituo maalum vya matibabu vilivyowekwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Bunia pamoja na kituo cha matibabu cha Rwampara. Huku ndiko watakapopatiwa huduma maalumu na huku na sampuli zao zikiendelea kufanyiwa uchunguzi wa maabara. Taarifa hizo zinaeleza kuwa miongoni mwa wagonjwa hao hapo baadhi waliokuwa katika hali mbaya kiafya. Hali hiyo imezidisha wasiwasi baada ya kuripotiwa vifo vya madaktari 3 ambao walikuwa wakihudumu katika mazingira yanayoshukiwa na kesi hizo zinazozungumzwa. Kutokana na hali hiyo, wagonjwa wanaougua, wagonjwa wengine wameathirika pia na hatua ya kufungwa kwa vituo hivyo. Baadhi yao walipatiwa huduma za msingi kabla ya kuelekezwa katika vituo vingine vya afya vinavyoendelea kufanya kazi, huku wengine wakiruhusiwa kurejea majumbani wakisubiri huduma katika mazingira salama zaidi. Hatua imepunguza uwezo wa mfumo wa afya wa mji wa Bunia kupokea na kuhudumia wagonjwa. Wananchi wengi wameeleza wasiwasi wao kuhusu upatikanaji wa huduma za afya katika kipindi hiki, hasa wakati makundi nyeti kama wanawake wajawazito, watoto na wazee wanaohitaji huduma za haraka za kitabibu. Baadhi ya wanawake wajawazito waliofika katika vituo vya afya kwa ajili ya uchunguzi wa matibabu wameeleza hofu yao ya kuambukizwa ugonjwa ikiwa hali itadhibitiwa kwa haraka. Wamezitaka mamlaka kuchukua hatua za madhubuti ili kuhakikisha usalama wa wagonjwa
wagonjwa na wahudumu wa afya. Kwa upande wa mamlaka za afya za kitaifa na za mkoa wa Ituri zimewahakikishia wananchi kuwa hatua zote muhimu zitachukuliwa ili kudhibiti hatari yoyote inayoweza kujitokeza. Zimesema kuwa zoezi la usafirishaji inaendelea na kwamba tathmini ya kina itafanywa kabla vituo hivyo kuruhusiwa tena kufungua milango yake. Mamlaka hizo zimeeleza kuwa vituo vingi vilivyofungwa vinatarajiwa kurejea kutoa huduma katika siku zijazo baada ya kukamilika kwa hatua zote za kinga na baada ya wataalamu kudhibitisha kuwa mazingira ni salama kwa wagonjwa na wahudumu wa afya. Wananchi wa Bunia wametakiwa kuendelea kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya, kuzingatia usafi wa mikono, kuripoti haraka dalili zote zinazotishia shaka na kuepuka kueneza taarifa zisizothibitishwa kuhusu ugonjwa huo huku uchunguzi ukiendelea. Mjadala kuhusu uwezekano wa kubadilishwa au kurekebishwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuchukua nafasi kubwa katika medani ya kisiasa nchini. Katika hatua mpya mchakato huo, viongozi wa kanisa la Kristo nchini Kongo SSC wamekutana na kusikiliza hoja za pande zote zinazounga mkono pamoja na zile zinazopinga mabadiliko ya katiba na kutoa msimamo wao rasmi. Hatua imefanyika katika mfumo wa kikao cha 66 cha dharura cha kamati kuu ya utendaji wa kanisa la Kristo nchini Kongo. Uongozi wa kanisa hilo waliona ni muhimu kuwasikiliza wahusika wakuu kutoka pande zote mbili ili kutaka kuelewa mpano wa swala hilo ambalo linaendelea kuzua mjadala mikali katika jamii ya Kongo. Miongoni mwa watu walioalikwa kuelekea msimamo huo ni Profesa Andre Mbata, katibu wa kudumu wa muungano wa kisiasa Union Sacrée de la Nation na muunga mkono Felix Antoine Tshisekedi. Profesa Mbata aliwasilisha mbele ya viongozi wa kanisa hoja sababu zinazotolewa na kambi inayomuunga mkono mabadiliko ya katiba. Kwa mujibu wa Profesa Mbata, katiba sasa haiwezi tena kujibu kikamilifu matarajio ya wananchi wa Kongo kutokana na mabadiliko mbalimbali yaliyotokea tangu ilipoanza kutumika. Alieleza kuwa baadhi ya vipengele vya katiba hivyo vinaweka vikwazo katika utekelezaji wa majukumu ya rais na wa jamhuri vya kuathiri uwezo wa taasisi za dola kufanya kazi kwa ufanisi. Alisisitiza kwamba kurekebisha au kubadilisha katiba kunaweza kutoa nafasi ya kuboresha mfumo wa utawala na kusaidia viongozi kutekeleza kwa urahisi zaidi mipango ya maendeleo pamoja na majukumu walioyapewa na wananchi. Baada ya kusikiliza maelezo ya Profesa Mbata, viongozi wa SSC walimpokea kiongozi wa upinzani Martin Fayulu ambaye waliwasilisha mitazamo tofauti kabisa kuhusu swala hilo. Martin Fayulu ambaye ni mmoja wa viongozi wakuu wa kisiasa nchini alieleza sababu zinazofanya kupinga vikali pendekezo lolote la kurekebisha kubadilisha katiba katika mazingira ya sasa. Kwa mujibu wa Martin Fayulu, mjadala wa mabadiliko ya katiba unafanyika katika wakati usiofaa kwa sababu taifa bado linakabiliwa na changamoto kubwa za usalama, hasa katika sehemu ya mashariki mwa nchi ambako vita na migogoro ya silaha vinaendelea. Alisema kuwa katika mazingira hayo kipaumbele kinapaswa kuwa kurejesha amani na usalama kabla ya kuanzisha mjadala mikubwa ya katiba. Kiongozi wa chama cha ICD alisitiza kwamba katiba ya sasa ina masharti yanayozuia marekebisho mabadiliko fulani wakati nchi iko katika hali ya vita au hali ya hatari. Kwa mtazamo wake, kuendelea na mchakato huo katika kipindi hiki kunaweza kuongeza migawanyiko ya kisiasa na kuhatarisha msimamo wa taifa. Fayulu pia alionya kuwa hatua yoyote inayochukuliwa bila maridhiano mapana ya kitaifa inaweza kufungua mlango wa migogoro mipya na hata kuhatarisha umoja wa nchi. Alieleza kuwa suala la katiba linahitaji umakini mkubwa kwa sababu linaathiri mustakabali wa taifa lote. Katika mwendelezo wa mashauriano hayo, Augustin Kabuya, katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS, na alitoa maelezo yake mbele ya viongozi wa SSC. Kabuya alitetea kwa nguvu zote msimamo wa chama chake unaounga mkono mabadiliko ya katiba. Kwa mujibu wa Kabuya, katiba ya sasa imewekwa vikwazo kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutekeleza kikamilifu majukumu yake. Alieleza kuwa baadhi ya mamlaka muhimu ya urais yamewekwa mipaka ambayo inafanya iwe vigumu kwa mkuu wa nchi kufanikisha malengo yake ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Aliongeza kuwa mabadiliko ya katiba yapaswi kuonekana kama tishio la demokrasia bali kama fursa ya kuboresha taasisi za taifa na kuwezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwa manufaa ya wananchi wa Kongo. Baada ya kusikiliza hoja kutoka kwa pande zote mbili, viongozi wa kanisa la Kristo nchini Kongo walitangaza kuwa wataendelea kufanya tathmini ya kina kabla kutoa msimamo wao rasmi. Kanisa hilo linasema linataka kuchunguza kwa makini hoja zote zilizowasilishwa ili kuhakikisha kuwa kauli yake itakuwa ya busara na yenye kuzingatia maslahi ya taifa. Akizungumza baada ya vikao hivyo, mchungaji Maurice Mondengo ambaye ni naibu mkurugenzi wa katiba la rais
la kitaifa la Kongo SSC, pia na mkurugenzi wa mawasiliano ya kanisa hilo, alisema viongozi wa kanisa waliona ni muhimu kuwasikiliza wote wanaunga mkono na wanaopinga mabadiliko ya katiba kabla ya kutoa mwongozo wao kwa waumini na wananchi. Alieleza kuwa badala ya kusikiliza maoni hayo, sasa jukumu limebaki kwa viongozi wa kanisa kufanya tafakari na uchambuzi wa kina wa taarifa walizopokea pamoja na tafiti walizonazo ili kuamua ujumbe watakapotoa kwa wananchi kuhusu swala hilo nyeti. Kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa, isipokuwa kama kutatokea mabadiliko ya ghafla, kanisa la Kristo nchini Kongo linatarajiwa kutangaza rasmi msimamo wake kuhusu kubadilishwa au kurekebishwa au kuendelea kwa katiba ya sasa siku ya Jumapili tarehe 7 Juni mwaka 2026. Tamko hilo linasubiriwa kwa hamu kubwa kwa wadau mbalimbali wa kisiasa pamoja na wananchi kutokana na ushawishi mkubwa wa kanisa hilo katika maisha ya kijamii ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamia ya wanachama na wafuasi wa muungano wa kiraia unaojulikana kama Coalition Citoyenne pour la Nation CCN unaongozwa na Askofu Mkuu Evariste Jiba Mapiaya walitokeza siku ya jana Ijumaa tarehe 5 Juni katika mitaa mbalimbali ya jiji la Kinshasa kushiriki maandamano ya kuunga mkono mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano hayo yalifanyika wakati mjadala kuhusu uwezekano wa kubadilisha kurekebisha kwa katiba ya nchi ukiendelea kuzua mjadala mikubwa ndani ya medani ya kisiasa, kijamii na kidini nchini. Waandamanaji walikusanyika kutoka maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Kinshasa kabla kuelekea katika eneo la uwanja wa nyongeza wa Stade Matire ambalo lilitumika kama sehemu ya mwisho ya maandamano hayo. Kwa mujibu wa waandaaji awali, maandamano hayo yalipaswa kutumikishwa katika viwanja vya Palais du Peuple, lakini ratiba hiyo ilibadilishwa dakika za mwisho na waandaaji wakielekeza washiriki kuelekea katika eneo hilo la Stade de Martyrs. Licha mabadiliko ya idadi kubwa ya wafuasi waliendelea kushiriki maandamano hayo huku wakibeba mabango ya kutoa ujumbe unaotetea mabadiliko ya katiba. Washiriki wa maandamano hayo walisitizwa kuwa mfumo wa sasa wa katiba unahitaji kufanya marekebisho ili kuendana na hali halisi ya kisiasa, kijamii na kiuchumi ya nchi. Kwa maoni yao, baadhi ya vipengele vya katiba vya sasa vikizi tena matarajio ya wananchi na vinafaa kufanywa maboresho ili kuimarisha utawala wa taifa. Katika maandamano hayo, viongozi mbalimbali wa kiraia na kisiasa waliungana na waandamaji kutoa ujumbe wao mbele ya wananchi. Miongoni mwao walikuwepo Jonas Chombela na wa Nouvelle Société Civile pamoja na Christophe Ngoyi ambao walionyesha hadharani uungaji mkono wao wa wazo la kuitishwa kwa kura ya maoni ya wananchi ili kuamua hatima ya katiba ya nchi. Akizungumza mbele ya washiriki wa maandamano hayo, Jonas Chombela alisisitiza umuhimu wa kuwaruhusu wananchi kutoa maoni yao pamoja na ya moja kwa moja kuhusu mustakabali wa taifa. Kwa mujibu wa ujumbe wake, kura ya maoni ndiyo njia bora ya kidemokrasia inaweza kutoa nafasi ya kila raia kushiriki katika maamuzi yanayohusu uongozi na mfumo wa utawala wa nchi. Kwa upande wake, Christophe Ngoyi alieleza kwa mjadala wa katiba upasi kuonekana kama jambo la wanasiasa pekee, bali ni swala linalohusu wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisema ikiwa kuna haja ya kufanya mabadiliko, wananchi ndio wanapaswa kupewa nafasi ya mwisho ya kuamua kupitia kura ya maoni. Maandamano yamefanyika wakati ambako kuhusu mjadala wa mabadiliko ya katiba ukiendelea kugawa maoni nchini, wakati baadhi ya vikundi vya kisiasa, viongozi wa kijamii na wanaharakati wa kutetea haki za mabadiliko hayo na wengine wakiendelea kupinga vikali mpango huo, wakisema kwamba kipindi cha sasa kifai kwa mjadala wa aina yoyote kutokana na changamoto za usalama zinazoendelea katika sehemu mbalimbali za nchi, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wiki kadhaa sasa, swala la katiba inaendelea kwa moja ya mada kuu katika mijadala ya kitaifa. Wafuasi wa mabadiliko wanahoji kwamba katiba sasa ina mapungufu yanayopunguza ufanisi wa taasisi za taifa na uwezo wa viongozi kutekeleza kikamilifu majukumu yao. Kwa upande mwingine, wanaopinga mabadiliko hayo wanaamini kuwa kipaumbele kinapaswa kuelekezwa katika kurejesha usalama wa umoja wa taifa na kuboresha maisha ya wananchi kabla kufikia mabadiliko ya sheria mama ya nchi. Licha ya tofauti hizo za maoni, waandaaji wa maandamano wa Kinshasa walisisitiza kuwa lengo lao ni kuendelea kuhamasisha mjadala wa amani kuhusu mustakabali wa katiba na kuunga mkono kuitishwa kwa kura maoni ya kitaifa ambayo inawapa wananchi nafasi ya kutoa uamuzi wao kuhusu swala hilo. Maandamano yanaongeza sura mpya katika mjadala unaozidi kushika kasi nchini, wakati taasisi mbalimbali za kijamii, kisiasa na kidini zinaendelea kuchukua nafasi zao kuhusu swala la kubadilishwa, kurekebishwa, kuendelea na katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Macho ya wananchi wengi endelea kuelekezwa kwa viongozi wa taifa na taasisi mbalimbali zinazotarajiwa kutoa msimamo wao rasmi katika siku zijazo kuhusu swala hilo ambalo linaonekana kuwa moja mjadala mikubwa ya kisiasa nchini kwa sasa. Papa Président, peuple lobi, pese biso maloba. Nzela ya kopese la biso maloba ezali referendum. Soki tondimi yango toloba referendum mbala misato. Allons-y. Oye. Lokola biso peuple tolobi. Que mokonzi abengisa referendum tolobi yango na lingala bapaya bakoyoka bien te yango wana totinda message na bapaya na koloba. Vous tous, nous disons la communauté nationale, la communauté internationale, nous représentants du peuple dans la société appelée société civile citoyenne, à cause de tout ce qu'il y a comme discussion. Les uns disent pas de changement, pas de révision. Les autres disent il faut réviser, il faut changer. Mais nous, le peuple, nous disons nous sommes les souverains. En tant que souverains, nous avons lancé l'appel au chef de l'État, l'appel au président de la République en disant nous voulons qu'il puisse faire appel au référendum. Parce que le référendum est reconnu par la Constitution. C'est la voix du peuple qu'on donne la parole au peuple qui est le souverain primaire. Na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo, kwa ni Jumamosi tarehe 6 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia na kutuamini kama chanzo chenu cha habari za kuaminika kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukanda wa maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Basi endeleeni kutembelea kurasa zetu za kijamii na kusajili kwenye channel yetu ya YouTube ya Kivu News Info ili msipitwe na habari, uchambuzi na matukio muhimu yanayotokea kila siku. Basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info, mimi ni Eloge Lulongo na wapongeza kufuatilia taarifa hii. Muwe na mchana mwema, shughuli njema, na zaidi ya yote tuendelee kuombeana amani, umoja na maendeleo katika taifa letu. Basi asanteni kwa kuendelea kuwa nasi na tutanane tena katika taarifa zetu za jioni. Kwaherini. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.